Naam, habari wakati huu mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazia leo yanayohusu michezo. Basi ni Bino Sports ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani kote. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia, mfano England, Spain, French, Italy, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani, mfano wa ligi la Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League ya hapa Tanzania bara. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa kusisimua utakaopigwa mapema mnamo majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mchezo huo utakaokutanisha mwenyeji wa mchezo huo Young Africans akicheza dhidi ya mgeni wake Azam Football Club katika mashindano ya ligi kuu Tanzania bara, huku wote wakisaka ushindi ili kupata point 3 na kuendelea kushika nafasi za juu katika mashindano hayo ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mapema mnamo tarehe 24 mwezi wa 6, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa hali ya juu katika mashindano hayo ya NBC Premier League. Lakini pia utakuwa mchezo wa kusisimua kwa sababu ya uimara wa timu zote mbili katika ligi za ndani zikishikilia nafasi za juu, Yanga akiwa na jumla ya michezo 27 akijikusanyia jumla ya alama 66 baada ya kushinda jumla ya michezo 20, akitoa sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja, huku mwenyeji wake akiwa na jumla ya michezo 27 akishinda michezo 16, akitoa sare jumla ya michezo 10 na kufungwa mchezo mmoja. Amefanikiwa kuvuna jumla alama 58 akishikilia nafasi ya 3. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Azam Football Club majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia upande wa mlinda mlango kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin. Kocha huyo amechagua kwanza na golikipa wake bora kabisa Djigui Diarra, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Masalanga aliyejiunga na klabu ya Young Africans hivi karibuni. Djigui Diarra, raia wa Mali, amekuwa ni golikipa mwenye mwendelezo bora kabisa katika ligi kuu Tanzania bara na hata Afrika nzima baada ya kujiunga na klabu hiyo kwa muda mrefu na kuonyesha ushindani na ubora mkubwa uliompa nafasi na kufanikiwa kuwa golikipa nambari 1 katika taifa lake la Mali, lakini pia katika klabu yake ya Young Africans. Golikipa huyo mwenye umri wa miaka 31 amehudumu ndani ya klabu ya Young Africans misimu 5 mpaka hivi sasa, huku akiwa na kiwango bora kabisa nje ya ligi kuu Tanzania bara na ndani kwa ujumla. Djigui Diarra anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, uwezo mkubwa wa kucheza mipira kwa mikono na miguu, kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma, lakini pia kudaka vyema na kuokoa michomo kwa ustadi wa hali ya juu, lakini pia na uwezo mzuri wa kushika au kupiga mipira ya kona na free kicks. Hata kwenye pressure kubwa hubaki mtulivu na kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, Djigui Diarra ni golikipa anayechanganya nguvu, akili ya mchezo na ujasiri, ndio maana ni mchezaji muhimu kwa timu yake na taifa la Mali kwa ujumla. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5. Na moja kwa moja tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Israel Mwenda na kumpumzisha Yao Kwasi Atula. Patrick Mwenda amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa sana tokea alipojiunga na klabu hiyo ya kijani na njano kutokea mitaa Jangwani. Beki huyo alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea Simba Sports Club mwaka 2023-24. Amezidi kuimarika akionyesha kiwango kikubwa sana kila baada ya mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine na kujikuta mchezaji muhimu katika kikosi hicho cha Young Africans. Licha ya umri wake kuwa mdogo, beki huyo ameaminika na ameendelea kuwa bora zaidi na zaidi, bila kusahau ni mchezaji raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 26. Beki huyo anasifika kwa kasi nzuri sana inayomwezesha kupanda na kushuka pembeni ya uwanja bila kuchoka haraka,
uwezo wa kutoa mipira ya hatari kutoka pembeni ambayo huwapa washambuliaji nafasi za kufunga, lakini pia anatumia vizuri mguu wake wa kushoto kupiga pasi ndefu, cross na hata mashuti ya mbali. Lakini pia beki huyo ni beki anayependa kushambulia, hivyo hutoa msaada mkubwa kwenye mashambulizi ya timu. Ingawa anapenda kushambulia, lakini bado anaelewa majukumu yake ya ulinzi kama kukaba na kufunga nafasi. Anaweza kupiga free kicks au mipira iliyokufa kwa ubora wa hali ya juu, lakini pia na uwezo wa kucheza dakika nyingi kwa kiwango kile kile kutokana na nguvu na stamina nzuri alionayo. Kwa ujumla, Israel Mwenda ni beki anayechanganya ulinzi na ushambuliaji, kitu kinachomfanya awe muhimu sana kwa timu yake. Tukiangazia upande wa mlinzi nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Mohamed Hussein, huku mbadala wake akiwa ni Shadrack Isaac Boka. Mohamed Hussein, raia wa Tanzania mwenye umri huyo aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Simba Sports Club msimu wa 2023-24. Mohamed Hussein anayesifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba na kuzuia wapinzani kupita upande wake. Beki huyo amecheza mechi nyingi za ligi na kimataifa, hivyo ana utulivu na maamuzi sahihi uwanjani. Mara nyingi huwa kiongozi uwanjani akiwapanga wachezaji wenzake, hasa safu ya ulinzi, lakini pia anajua kusimama sehemu sahihi muda mwingi, jambo linalopunguza hatari ya mashambulizi. Ingawa ni beki, anaweza kusaidia mashambulizi kwa kupiga cross au kusukuma mpira mbele. Anacheza kwa kiwango kizuri, mara nyingi bila kushuka sana kiwango chake, lakini pia ana nidhamu nzuri ya kufuata maelekezo ya kocha na kucheza kwa mpangilio. Kwa ujumla, Mohamed Hussein ni beki wa kuaminika sana anayesisitiza zaidi ulinzi, tofauti kidogo na mabeki wanaopenda kushambulia sana. Tukiangazia upande wa mlinzi nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Ibrahim Baka. Beki huyo mwenye umri wa miaka 28 akitafuta 29, aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu huu wa 2022-23 akitokea katika klabu ya KMKM. Anasifika kwa uwezo mkubwa wa kushindana na wapinzani, kushinda mipira, kugombania na kulinda mpira, lakini pia ni mzuri kwenye kuiba mipira na kuvunja mashambulizi ya timu pinzani. Ana uwezo wa kukimbia muda mrefu bila kuchoka akisaidia timu katika ulinzi, lakini pia hapotezi mpira kirahisi na apiga pasi fupi salama ili kuanzisha mashambulizi, lakini pia anajua nafasi yake uwanjani na mara nyingi hubaki kulinda lango. Pamoja na uwezo mkubwa wa kushika tempo ya mchezo, lakini pia beki huyo huonyesha moyo wa kupambana na kujitoa kwa ajili ya timu. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto mwenye umri wa miaka 30 aliyejiunga na klabu hiyo ya Young Africans msimu wa 2021-22 akitokea katika klabu ya Coastal Union ya Tanga, huku mbadala wake akiwa ni Frankie Asinki raia wa Ghana mwenye umri wa miaka 24. Bakari Nondo Mwamnyeto anasifika kwa uongozi mzuri uwanjani, hupanga safu ya ulinzi na kuhamasisha wenzake. Ana mwili imara unaomwezesha kushinda mipira na kugombania dhidi ya washambuliaji, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuzuia mashambulizi na kuchukua mpira bila kufanya makosa mengi. Ni hatari kwenye mipira ya kona na cross, hasa akitumia kichwa kuokoa au kufunga, lakini pia anajua kusimama sehemu sahihi uwanjani, jambo linalosaidia kupunguza hatari ya kufungwa. Lakini pia tukiangazia upande wa viungo wa kati, kuanzia kiungo nambari 6, 8 na kiungo nambari 10, na moja kwa moja tukiangazia upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake Duke Abuya raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 31, huku mbadala wa kiungo huyo mkabaji akiwa ni Azizi Andambwile. Duke Abuya ni kiungo anayesifika kwa kuiba mipira na kuvunja mashambulizi ya wapinzani katikati ya uwanja. Husaidia mabeki wake kwa kuzuia mashambulizi kufika kwa urahisi eneo la nyuma, lakini pia beki huyo anasaidia kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi sahihi bila kupoteza mpira kirahisi. Ana uwezo wa kukimbia na kupambana muda wote wa mchezo bila kushuka kiwango haraka. Kiungo huyo hajisukumi sana mbele, hubaki kulinda eneo lake la kiungo mkabaji, lakini pia na uwezo mkubwa wa kutabiri mipango ya wapinzani na kuzuia mapema mashambulizi yao. Kwa ujumla, Mohamed Damaro ni aina ya kiungo mkabaji anayesaidia timu kuwa na uwiano mzuri kati ya ulinzi na mashambulizi.
Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Mudathir Yahya Abbas, raia wa Tanzania. Mudathir Yahya Abbas anasifika kwa uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka, lakini pia anajua kujipenyeza kati ya viungo na mabeki wa wapinzani ili kupokea mpira sehemu hatari, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho. Ni mzuri katika kutoa pasi zinazobadili mchezo na kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja, lakini pia na uwezo wa kuwazidi wapinzani mmoja au wawili kwa kutumia udhibiti mzuri wa mpira. Amecheza katika ligi tofauti tofauti, hivyo ana uelewa mpana wa mitindo tofauti tofauti ya soka. Ushiriki pia kwenye harakati za kujilinda na kurudi kusaidia timu inapopoteza mpira. Hachoki kujaribu kufanya mambo ya kiufundi hata kwenye mechi ngumu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxime Pierre Nzengeli, raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 26 aliyejiunga na klabu hiyo msimu huu wa 2023-24 akitokea katika klabu ya Maniema Union. Kiungo huyo anasifika kwa kasi ya juu inayomwezesha kuwazidi mabeki wa pembeni na kuingia kwenye nafasi za mashambulizi. Ni mzuri kupiga chenga na kuwachanganya mabeki mmoja mmoja. Anaweza kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi au harakati zake binafsi. Si mtu wa pasi tu, pia ana uwezo wa kufunga akipata nafasi za ndani au pembeni. Anajua kujiweka sehemu sahihi kupokea pasi za hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi wakati timu inapopoteza. Anaweza pia kucheza kulia na kushoto kulingana na mfumo wa kocha. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake bora kabisa Allan Okello, kijana kutoka Uganda aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu huu akiwa na jumla miaka 25, akitokea katika klabu ya Paradou C ya nchini Algeria. Ni mshambuliaji anayesifika kwa uwezo mkubwa kutengeneza nafasi za magoli kupita pasi za akili na matumizi ya haraka, lakini pia ni hatari mbele ya lango. Ana mashuti mazuri ya mbali na anamalizia vizuri ndani ya 18. Anaweza kuwazidi mabeki kwa uchezaji wa kiufundi na udhibiti mzuri wa mpira. Mshambuliaji huyo hutoa pasi zinazobadilisha mchezo na kusaidia washambuliaji kufunga, lakini pia wapoteze ujasiri hata kwenye mechi ngumu au pressure kubwa. Anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mpira hatari. Amecheza katika viwango tofauti tofauti vya ligi, hivyo ana uelewa mzuri wa mchezo. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza mshambuliaji wake Prince Dube Mpumelelo kumbadala wake akiwa ni Depu. Prince Dube Mpumelelo, mshambuliaji mwenye umri wa miaka 29 aliyejiunga na klabu ya Young Africans msimu wa 24-25 akitokea Azam Football Club. Mshambuliaji huyo anasifika kwa kumalizia nafasi ndani ya boksi, lakini pia mwili imara unaomwezesha kushindana mabeki na kushikilia mipira. Mshambuliaji huyo ni hatari kwenye mipira ya kona na cross hasa kwa kutumia kichwa, lakini pia anajua kujipanga sehemu sahihi muda sahihi kupata nafasi za kufunga. Anaweza kuingia haraka nyuma mabeki na kupokea pasi za hatari. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua huku mbadala wake akiwa ni Edmund John, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 23. Pacome Pedro Zouzoua anasifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi za magoli kwa pasi za akili na maamuzi ya haraka. Pacome Pedro Zouzoua ni mzuri kupiga chenga na kuwavuka mabeki mmoja au wawili mpaka watatu, lakini pia anaweza kuongeza kasi ya mashambulizi na kuvunja safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anatoa pasi muhimu zinazoweka washambuliaji kwenye nafasi nzuri za kufunga. Lakini pia mshambuliaji huyo si mtu wa pasi tu, pia anaweza kufunga pindi akipata nafasi. Anajua kujipanga sehemu sahihi kupokea mipira ya hatari. Ushiriki pia kurudi kusaidia ulinzi pindi inapohitajika. Kwa ujumla, Pacome Pedro Zouzoua ni mchezaji wa kiufundi sana anayechanganya ubunifu, kasi na uwezo wa kubadilisha matokeo ya
ya mechi. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi Young Africans, kikosi kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Abdi Mwalin, kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Azam Football Club mnamo majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, huku Young Africans akiwa kama mwenyeji wa mchezo huo. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.